Salimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu na mwenye uweza. Karibu sana, uendelee kupokea baraka zake, neno lake, ushindi katika jina la Yesu. Na Mungu wa neema tena akupe neema ya kuendelea kumjua, kumsikia na kuendelea kufanikiwa na kufaulu kwa jina la Yesu Kristo. Katika yote shinda. Yesu ametuwekea kushinda na zaidi ya kushinda. Amina. Tuombe tusikie neno lake, maandiko matakatifu. Mungu wangu, Roho Mtakatifu, naomba tuongozwe nawe katika maandiko ya matakatifu, katika kujua, kufahamu, katika kuendelea kulitumikia kusudi lako jema, katika jina la Yesu Kristo, Baba wa utukufu wote, Mungu mwenye nguvu sana, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Karibu tena, tuendelee kujifunza kwa utukufu wa Bwana Yesu, na ujumbe ulioko hapa ambao tutasoma katika Warumi, katika Efeso, na pengine tutakapopewa na Roho Mtakatifu ni huu: umuhimu wa hekima ya Mungu nyakati hizi tulizo nazo. Umuhimu wa kuwa na hekima ya Mungu kwa nyakati au wakati huu tulio nao. Nyakati tulizo nazo tunahitajika sana hekima ya Mungu, na maandiko katika Biblia yanatuambia kwa nini, yanatueleza vizuri nyakati zilizopita ilivyokuwa na nyakati za sasa na zinazokuja. Basi kwa sababu hiyo sisi ni muhimu kuendelea kutafuta sana na kutafakari katika maandiko haya ya Biblia. Karibu sana, na Bwana Yesu akubariki. Nami YouTube yangu inapatikana kwa jina la Elimlinzi Mbise, unapoelekeza na mwingine. Lakini kumbuka kusubscribe, kushare na kulike. Kumbuka kucomment kwa utukufu wa Bwana Yesu pia. Fanya hivyo kwa mapenzi ya Mungu. Na endelea kutuombea kwa huduma ya uinjilisti. Lakini wewe mwenyewe usiwe mbali na kushiriki huduma hiyo kwa maombezi, kwa kwenda, kwa kuifanya kupitia mali zako walizopewa na Mungu, sadaka, fedha ulizopewa na Mungu, zitumie kwa kazi ya Mungu, ili pia Mungu aendelee kukuongezea na Mungu atukuzwe. Amina. Nasoma Waefeso sura ya 5 mstari wa 15, naanzia hapo. Anasema, angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Amina, 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 amina. Bwana Yesu atukuzwe sana, na jina lake litukuzwe na ahimidiwe milele. Umuhimu wa hekima ya Mungu nyakati tulizo nazo. Kuna mambo ni muhimu na mengine si muhimu. Kuna mengine ni muhimu sana, mengine ni muhimu kidogo. Lakini lililo muhimu sana, juu ya sana kwa nyakati zote, kwa sababu dunia yenyewe iliumbwa kwa hekima ya Mungu. Sasa kama dunia ilifanywa kwa hekima ya Mungu, na hata ukombozi wetu katika Yesu umekuja ni hekima ya Mungu, basi inatupasa kuingia sana, kuona ni jambo muhimu sana, kulitafuta kwa nguvu zetu zote kuwa na hekima ya Mungu. Kuwa na hekima ya Mungu ni muhimu sana. Ndipo anatuambia tuenende kwa hekima. Umuhimu ni kwa sababu nyakati tulizo nazo, Biblia inatuambia hapa tayari ni nyakati za uovu. Ametuambia hapa ni kwa sababu nyakati tulizo nazo hizi ni za uovu. Kwa hiyo kama ni nyakati za uovu, inatupasa sisi tuitafute hekima ya Mungu ambayo haina chembe yote ya uovu, haiwezi kutuelekeza kwenye uovu, haiwezi kutufanya tuwe na uovu, bali inatufanya tumpendeze Mungu, tuokolewe, tuimarike, tusimame imara, tushinde dunia hii, ulimwengu huu wenye uovu mwingi na uharibifu. Kwa hiyo hekima ya Mungu inatusaidia, inatuwezesha kutambua majira, nyakati, na nini tufanye katika majira na nyakati. Mungu atujaze sana. Tunahitaji, kila mtu tunahitaji sana tuongezewe hiyo hekima ya Mungu, ili tujue nyakati na majira tulizo nazo, tunaendaje, tunafanyaje, na tuchukua hatua gani.
Wakati ambapo kuna vitisho vingi na vitisho vingi vitakuja, hofu zinaenea, basi hapo tunahitaji sana hekima ya Mungu ili tusije tukavurugwa, tukapotea, tukabakia na hofu, tukabakia na mashaka, tukabakia tukiteseka. Anasema, enendeni kwa hekima, si kama watu wasio na hekima. Watu wasio na hekima ni watu wa dunia tu, ambao wao wamejaa hekima ya dunia tu, wamejaa tu tamaa za dunia. Hani hawafikiri habari ya wokovu, hawafikiri habari ya mwisho, habari ya kwenda mbinguni. Kwa sababu mwenye kutafakari na kutamani kwenda mbinguni na kuwaza juu ya mwisho, basi anamtafuta Mungu kwa juhudi na anakuwa na utulivu katika kumjua Mungu. Hapa anasema si kama watu wasio na hekima. Wale walio wana wa Mungu, wale walio katika ufalme wa Mungu, wanapaswa kujaa hiyo hekima, waende kwa hekima ya Mungu. Wasije wakaenda kwa hekima za watu wa duniani. Tusije tukaenda na hekima za watu wa duniani. Hilo halifai, halitakiwi. Si jema, si vema. Anasema mkiukomboa wakati. Tunatakiwa kukomboa wakati kwa sababu tunaishi zamani au nyakati zilizojaa uovu sana. Uovu umeendelea kuwepo mwingi katika dunia. Uovu umeendelea kutawala. Na mtenda maovu ni kwa sababu hana hekima ya Mungu. Mwenye hekima ya Mungu inamzuia. Hekima ya Mungu haimuongozi mtu kutenda dhambi. Hekima ya Mungu haimuongozi mtu kufanya dhuluma. Hekima ya Mungu haiongozi mtu kuteka watu. Hekima ya Mungu haimuongozi au kumpeleka mtu kuua watu wengine. Hekima ya Mungu kwa mtu yeyote haimfanyi huyo mtu afanye mabaya, wala haimpi huyo mtu ruhusa ya kutesa watu, kuonea watu, bali inampa kufanya kwa busara, kwa haki na kwa kupatia watu amani ya kweli na haki kweli kweli. Inamfanya afanye mapenzi ya Mungu tu. Hekima ya Mungu inamfanya mtu afanye mapenzi ya Mungu tu, sio ya dunia. Haleluya sana. Basi tunahitaji sana ili tufanye mapenzi ya Mungu tu. Na wakati ambao unaibiwa kwa maneno na kejeli na mambo mengi kuvuruga watu, ili watu washindwe kung'ang'ana kumtafuta Mungu, washindwe kukaa kwenye utulivu wa kusoma maandiko matakatifu, kufanya maombi, kumfanyia Mungu ibada. Kwa hiyo lengo la adui ni kuingiza hekima yake ya vitu korokoro vingi, mawazo mengi, ili kupoteza watu. Usikubali kupotea, usikubali kudanganyika. Tafuta sana kwenda katika mapenzi ya Mungu kwa hekima ya Mungu ambayo inatusaidia kushinda ulimwengu. Nyakati zenye uovu, tutashinda uovu na tutatenda mapenzi ya Mungu. Mstari wa 17, kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Usikubali kuitwa mjinga. Na mtu aliyeikosa hekima ya Mungu anaitwa mjinga. Tena atafanya kwa upumbavu, tena atafanya kwa uharibifu. Hana hekima ya Mungu. Lakini aliye na hekima ya Mungu atafanya kwa hekima ya Mungu. Atafanya yaliyo mema, mazuri, yanayopendeza mioyo ya wanadamu na yanayompendeza Mungu Baba Muumba. Atafanya ambayo yamejaa utukufu wa Mungu, yanayompendeza Mungu Baba wa mbinguni. Haleluya, 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 haleluya. Tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Tunahitaji kufahamu mapenzi ya Mungu wakati wote. Tunahitaji kufahamu mapenzi ya Mungu kila siku. Tunahitaji kufahamu nini njia ya Bwana kila wakati. Sasa nataka tena hapa ni tunapata kitu kingine kikubwa kizuri cha kutusaidia kujua watu wanapoikosa hekima ya Mungu nini kinatokea. Hebu tuangalie nyakati zilizopita, nini kilitokea. Nyakati zilizopita nini kilifanyika. Twende kwenye Warumi sasa. Warumi sura ile ya kwanza mstari wa 28. Warumi 1:28 anasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Mungu aliwaacha
walipokataa, amesema walipokataa kuwa na Mungu. Kwa hiyo wao ndio walikataa. Kwa hiyo mtu anayekataa, Mungu halazimishi mtu. Mungu halazimishi chochote kwa mwanadamu. Mungu analeta, wewe uchague, na ametupa kabisa ufafanuzi kwamba ukichagua upande wa kushoto unaenda wapi, ukichagua upande wa kulia unaenda wapi. Ukimchagua yeye inakuwaje, usipomchagua inakuwaje. Ukimpenda nini kinatokea, usipompenda nini kinatokea. Ametuainishia. Kwa hiyo hapa anaelekeza, anafunulia, anataka watu, anatutaka kwamba tumkubali yeye. Walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, kilichotokea ni hicho. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wakafanya yasiyowapasa. Hapo ndipo kuna uchafu mwingi, matendo maovu, mambo ya ajabu. Watu wanaingiliana kama zaidi hata wanyama, yani wanakuwa na tabia kuliko hata ya kinyama, yani ni tabia mbovu kuliko hata ya kinyama. Wamepitiliza, watu wanafanya mabaya kuliko wamepitiliza, wanaingiliana kimaumbile, ushoga, ulawiti, usagaji. Hivyo ni vitu ambavyo vinatendwa na watu, akili zao na mioyo yao imekosa hekima ya Mungu, imekosa ufahamu wa Mungu. Watu wanaotenda mambo kwa jeuri, kwa kiburi, wanachinja watu wengine, wanaua watu wengine. Hekima ya Mungu, fahamu zao zimejaa hekima ya dunia, zimejaa tamaa za dunia, tabia ya shetani na mwongozo wa kishetani. Walipokataa, Mungu akawaacha. Kwa hiyo hatari ni kwamba Mungu ukikosa, ukiacha kuitafuta na kuipata hekima ya Mungu, ukiacha kutumia vile Mungu ametupa, ambavyo nasema hiyo hekima yake tukiacha kuitumia au tusipokuwa nayo, maana yake Mungu anatuacha. Alafu tutafuata njia zetu wenyewe. Utafuata njia zako mwenyewe ambazo lazima utapotea. Angalia kinachoendelea mstari wa 29. Wamejawa na udhalimu wa kila namna. Udhalimu wa kila namna maanake ni mwingi wa aina mbalimbali, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na husuda na uwaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya. Watu wenye nia mbaya, nia zao zina mabaya tu, hakuna wema ndani ya mioyo yao. Wamejaa nia mbaya. Hawa ni wa kukimbia, hawa ni wa kuepuka. Sasa ndio sababu hiyo kilichotokea ni pale walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Usipokuwa na Mungu katika fahamu zako, usipokuwa na Yesu moyoni mwako, haya ndio yanaenda kutokea. Ukisoma mistari ya nyuma huku, unakutana na habari za walifanya uchafu, ushoga, ulawiti, usagaji, walifanya matendo mabaya mengi. Mstari wa 26 wa 24, Warumi 1:24 nasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Hayo ndio madhara ya kukosa hekima ya Mungu, na ndio sababu nasema umuhimu wa hekima ya Mungu nyakati hizi sasa, wakati huu sasa, kwa sababu tunaonyeshwa ulimwengu wale waliopita, wale wa nyakati zilizopita, nini kilitokea walipoacha kuwa na Mungu katika fahamu zao. Nini walifanya? Ndio haya sasa, kwamba walijawa na husuda, ubaya, walijawa na nia mbaya mioyoni mwao, walivunjia na heshima, wanasujudia viumbe, misanamu, wakasujudu kwa masanamu badala ya kwa Mungu, wakaacha. Kwa maana walibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Wanabadili kweli ya Mungu kuwa uongo, yaani badala ya kusema kweli ya Mungu wanasema uongo. Wayo ndani yao wametamani uongo, wamejaa uongo, kwa sababu hekima ya Mungu hayupo katika mioyo yao. Wamemkataa Mungu. Ukimkataa Mungu, shetani anachukua nafasi, na lengo la shetani na kusudi la shetani ni watu kumkosa Mungu mioyoni, wakose imani, wakose kumjua Mungu. Sasa usipomjua Mungu, basi ni hatari kubwa, ni hatari sana, ni hatari. Si salama. Kwa hiyo haya ndiyo madhara. Ukisoma hii Warumi sura hii, sura ya kwanza, kuanzia mstari
huo wa 18 na kuendelea, wa 24, wa 25, 26 mpaka 28 mpaka kule 31, anaeleza mambo mengi yaliyofanyika, mambo maovu mabaya ambayo walipata. Wenye kusingizia, mstari wa 30 anasema ni wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao. Yani anaeleza mambo machafu, kila aina ya uchafu. Ukimkosa Yesu moyoni mwako, uchafu wote utakujaa, mabaya yote yatakukaa. Kwa jina la Yesu na kuomba na kuamuru na kukuhitaji na kushawishi na kuomba na kusihi, ingia kwa Yesu, mkubali Yesu, moyo wako utawaliwe na Yesu. Dunia ikubali. Ushauri ni huu, dunia inatakiwa kuitumia hekima ya Mungu. Dunia isipoikubali hekima ya Mungu, hekima yao itawaangamiza tu, hekima yao itawamaliza tu, watapotea, wataendelea kutumiwa na shetani. Kwa hiyo maovu mengi, mabaya mengi yatajaa. Usikubali kumkosa Yesu moyoni, kuikosa hekima ya Yesu ndani ya maisha yako. Jazo hiyo hekima ambayo itakusaidia kujua ufanye nini, uendeje. Dunia inatakiwa kujazwa hekima. Hekima inayoweza kuisaidia dunia kwa nyakati hizi, hekima inayoweza kuisaidia dunia, hekima inayoweza kusaidia kanisa la Bwana, hekima inayoweza kutuponya, kuokoa, kushinda, hekima itokayo juu, hekima iliyo safi. Ni hekima iliyo safi, imejaa usafi kabisa. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akushibishe. Endelea kuitafuta hekima ya Mungu zaidi. Amina. Baba, nashukuru sana Baba, nasema asante. Neno lako ni uzima, ni kweli. Neno lako ni hakika. Naomba likafanyike baraka, likafanyike uponyaji kwenye mioyo yetu. Bwana Yesu, naomba mtu huyu anayenisikiliza, anayenitazama sasa, ndani yake ajazwe hekima tele, ajazwe maarifa ya kimbingu tele, ajazwe hekima ya kwako Bwana Yesu. Wewe ndiwe mwenye hiyo hazina iliyojaa hekima na maarifa ya kweli. Yesu, tujalie nasi watoto wako, ili tuepukane na hofu na mashaka, vurugu na wasama unaoendelea katika dunia hii. Bwana, uweza wako na nguvu zako, naomba ukatutenge na hayo mabaya na huo uharibifu. Hiyo damu yako Yesu ikatuponye, ikatutenge na huo uharibifu, tukavutwe kwa pendo lako na kwa neema yako, katika jina lako Yesu Kristo, katika jina lako Yesu Kristo, katika jina lako Yesu, Bwana wa Bwana, katika jina lako Yesu, mfalme mkuu, mwokozi wetu na baba yetu, utupendaye kwa utukufu wa jina lako. Naomba tukavutwe nawe na kuwezeshwa nawe na kuongozwa nawe, njia zetu Bwana, maisha yetu Bwana, tukaende katika mapenzi yako, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai. Naomba fadhili na rehema zako zikawe nasi tena, akili zetu, mioyo yetu iguse wewe Bwana, ishibishe na neno lako, ishibishe na maarifa yako ya kimbingu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Yesu akuponye kabisa, maumivu ya kutoke, wasiwasi kutoke, uchungu kutoke, mashaka ya kutoke, kwa jina la Yesu. Yesu akuguse tena sasa, uzidi kumwona yeye na kumfahamu yeye. Akubariki sana sana sana, uone uzima, ushindi na nguvu katika jina la Yesu. Haleluya. Karibu. Namba za huduma hii, unapohitaji kushiriki kwa jambo lolote jema, utaziona hapo chini kwenye simu yako, tunaziandika hapo. Lakini pia naweza nikakutajia namba ni 0787 62 75 91. Ile ya Vodacom, hiyo ni ya Airtel. Ya Vodacom ni 0762